Moja ya uwekezaji bora zaidi kwa watu wa kipato cha chini na watu wa kipato cha kati ni uwekezaji wa pamoja. Bila shaka umewahi kusikia uwekezaji wa pamoja au umewahi kusikia UTT AMIS. Ndio huo uwekezaji wa pamoja. Na huu tu si uwekezaji bora kwa watu wa kipato cha chini na cha kati, bali pia ni uwekezaji salama. Kama unataka uwekeze pesa yako sehemu ambako itaongezeka, hakuna riski ya kupoteza hela au hatari ni ndogo sana, basi anza kuwekeza katika mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Na watu wengi wanapenda kuwekeza kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja kwa sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza, hatari imedhibitiwa. Badala wewe moja kwa moja kwenda kuwekeza katika kitu ambacho ukijui au hujakifanyia utafiti, unaenda kuwekeza kwenye kampuni ambayo yenyewe ina wataalamu wa uwekezaji, wanaenda kuwekeza kwa niaba yako, na wanapopata faida wanakugaia wewe sehemu ya faida. Hivyo ndivyo uwekezaji wa pamoja unavyofanyika. Kwa Kiingereza unaitwa collective investment au mutual fund. Ni uwekezaji wa pamoja, kwamba mimi nakuja na 10,000 yangu ninaipa taasisi, mwingine anakuja na milioni 10 yake kutoka kwenye kikundi chao anaipa taasisi, mwenye milioni 100 kutoka kwenye kampuni yao wanaipa taasisi. Kwa taasisi inakusanya zile hela zote. Hiyo taasisi ndio inaitwa fund manager. Inakusanya zile hela, inaenda kuwekeza sehemu mbalimbali. Inaenda kununua hisa za makampuni fulani zilizoorodheshwa kwenye soko la hisa, labda inanunua sehemu ya NMB, inanunua sehemu ya CRDB, inaenda pia inanunua viwanja, labda inajenga majengo ya biashara, commercial na residential, inawekeza kwenye real estate. Inapopata faida inakuja kuigawanya ile faida kwa wawekezaji kutokana na kila mtu aliyewekeza amewekeza shilingi ngapi. Huo ndio uwekezaji wa pamoja unavyofanyika. Kwa hiyo hatari ni ndogo sana, na unaweza ukawekeza kwa maisha yako yote usione hatari. Kwa nini? Kwa sababu kuna wataalamu wanawekeza kwa niaba yako. Lakini pili, uwekezaji wa pamoja ni uwekezaji bora kwa watu wa kipato cha chini na cha kati, kwa sababu unaweza ukaanza kuwekeza hata ukiwa na kipato kidogo. Unaweza kuanza kuwekeza ukiwa na 10,000, ukiwa na 15,000, unawekeza katika mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Sasa Tanzania bwana, kuna mifuko mingi ya uwekezaji wa pamoja. Wengi tunaifahamu mifuko 6 ya UTT AMIS. Kuna mfuko wa Umoja Fund, mfuko wa kwanza kuanzishwa, kuna mfuko wa Wekeza Maisha, kuna mfuko wa Jikimu Fund, kuna mfuko wa Watoto Fund, kuna mfuko wa Ukwasi, mfuko ambao ndo watu wengi wanaupenda. Nitakwambia kwa nini watu wengi wanapenda mfuko wa Ukwasi. Hata wewe pengine unapoanza kuwekeza unaweza kuanza kuwekeza kwenye mfuko huu wa Liquid Fund au mfuko wa Ukwasi. Lakini pia kuna mfuko wa hati fungani. Katika hii mifuko 6 ya UTT, yote ni mifuko mizuri. Nitakwambia mfuko wa kuchagua wewe kutokana na kipato chako, kwa sababu unatakiwa uchague mfuko kutokana na kipato chako, kutokana na malengo, kutokana pia na umri ulionao. Kwa hii mifuko 6 ya UTT. Na mifuko pia ipo mingine ambayo watu wengi hawaijui. Kuna mifuko kutoka kwenye iTrust. Kuna mifuko kama Iman Fund, kuna iCash, iSave, iDora na iGrowth. Mifuko yote kutoka kwenye taasisi moja inaitwa iTrust. Lakini pia kuna mifuko kutoka kwenye taasisi nyingine ya serikali inaitwa Watumishi, ambayo ina mfuko wa Faida Fund. Lakini pia kuna mfuko wa Inuka kutoka kwenye taasisi ya Orbit Security. Lakini pia kuna mfuko wa Timiza Fund kutoka kwenye taasisi ya Zan Security. Kwa mifuko iko mingi mpendwa. Sasa nimekuandalia darasa la siku 4 kwa njia ya mtandao, kwa njia ya WhatsApp. Popote ulipo duniani unaweza ukashiriki mafunzo haya, ambapo nitaenda kukufundisha kuhusiana na uwekezaji wa pamoja. Nitaenda kukufundisha kwa nini unapaswa kuanza kuwekeza katika uwekezaji wa pamoja. Nitakwambia kwa nini uwekezaji wa pamoja ni bora zaidi kwa watu wa kipato cha chini na watu wa kipato cha kati na wale watu wanaoogopa hatari. Na nitakufundisha mfuko mmoja baada ya mwingine katika ile mifuko 6 ya UTT. Unajua katika mifuko ile 6 ya UTT kuna mfuko wa Umoja ule. Ulianza na shilingi 70, leo ni 1530, umekuwa kwa mara 21. Kama ungekuwa umeweka milioni 1 katika mfuko mmoja wakati unaanzishwa, leo ungekuwa na milioni 21. Kama ungekuwa umeweka milioni 100 wakati mfuko huu unaanzishwa, zidisha milioni 100 mara ngapi hapo? Milioni 100 mara 21, kwa sababu mfuko umekuwa kwa mara 21. Sisi tunaelewana mpaka hapo Ungekuwa umeweka milioni 10, leo ungekuwa na milioni 200. Ungekuwa umeweka milioni 100, ungekuwa na bilioni 2. Sisi tunaelewana, mfuko umekuwa sana kutoka shilingi 70 mpaka shilingi 1530. Kwa mifuko yote ile ya UTT ni mizuri. Itabidi uchague mifuko ukiwa umeielewa kutokana na malengo, kipato na kutokana na umri ulionao. Nitakufundisha mfuko mmoja baada ya mwingine. Na katika ile mifuko 6 kuna mfuko wa Ukwasi, Liquid Fund. Watu wanaupenda sana mfuko kwa sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza ni mfuko ambao ukihitaji hela unapata ndani ya siku 3 za kazi, na ni mfuko ambao hauna hatari kabisa. Ni tunasema relatively risk free. Na ni mfuko ambao hauna gharama za kujiunga, hauna gharama za kujitoa. Na unaweza ukaanza kuwekeza, haijalishi una kipato cha aina gani. Unaweza kuanza kuwekeza katika mfuko huu. Na nitakwambia mifuko mingine. Kuna mifuko ina bima pale. Hata ikitokea umekufa, ulikuwa na lengo la kuweka milioni 10, umeweka milioni 2, unapewa ile milioni 8 ambayo hukufanikiwa kuiweka.
Sio tunaona, lakini unapewa kama bima. Kwa mifuko iko mingi na mifuko hii inatofautiana performance au utendaji bora. Mifuko ya uwekezaji wa pamoja inalipa kuliko ukiweka hela benki tu au ukiweka kwenye akaunti za kawaida au labda umeweka kwenye fixed account ambako unapata 6% mpaka 9%. Mifuko ya uwekezaji wa pamoja inaweza kukupa faida hadi 17, 18 kwa mwaka kutokana na performance ya kila mfuko na malengo ulionayo. Kwa hiyo karibu sana bwana, nimekuandalia mafunzo kwa njia ya mtandao wa WhatsApp kuanzia tarehe 20 mpaka tarehe 24 ambao gharama ya kujiunga kwa mafunzo kwa siku zote hizi ni 35,000 tu. Lakini kama utajiunga kabla tarehe 10 ya mwezi wa 5 utalipa 25,000 badala ya 35,000. Na ofa hii ya 25,000 ni kwa watu 30 wa mwanzo tu. Kwa wahi kujiunga ili upate ofa hiyo. Nitakufundisha mifuko yote ya uwekezaji wa pamoja kwa Tanzania. Tutaanza na ile ya UTT, tutakuja mifuko ya iTrust Finance hiyo yenye iGrowth, iDora, iMam, mifuko inayofuata sheria za Kiislamu. Kuna mifuko pia mingine ya masuala mazima ya kutoka kwenye Faida Fund, kutoka kwenye taasisi ya Watumishi Housing. Kuna mfuko huo nimekwambia Inuka kutoka taasisi ya Orbit Security. Kuna mfuko wa Timiza Fund kutoka kwenye taasisi ya Zan Security. Kwa mafunzo mpendwa, sio ya kukosa na una excuse. Popote ulipo duniani unaweza kushiriki mafunzo haya kwa njia ya WhatsApp. Karibu sana mpendwa. Why offer ya kujiunga na 25,000 kwa watu 30 wa mwanzo. Piga namba za simu unazoziona katika screen, tujifunze elimu ya uwekezaji wa pamoja utakao kufaa. Karibu.